Mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya kesha la asubuhi. Hii ni mwaka wa 2026 tukijifunza kutoka katika kitabu kinachosema Baba Yetu Anajali. Mwandishi wake akiwa ni Ellen G. White. Huu ni mwezi wa pili. Mwezi tunaojifunza mada kuu isemayo Maisha yangu leo. Tuombe. Mtakatifu Baba yetu na Mungu wetu uketie mahali pasiri juu mbinguni, jina lako litukuzwe sana kwa ajili yetu sote. Utukufu wako uendelee kuonekana katika maisha yetu, tabia zetu ziendelee kuakisi uwepo wako. Ninakushukuru kwa sababu ya kila mmoja ambaye amepata nafasi ya kuja kujifunza neno lako. Ukatusaidie sote kuelewa haya tujifunzayo, ukatusamehe dhambi zetu, ukatutakase, ukatuongoze na kutumia vema katika utumishi. Enda nasi katika jina la Yesu, amina. Hii ni Februari 2 ya mwaka wa 2026, mada ikisema omba asubuhi. Zaburi ya 5 aya ya 3 imeandikwa, Bwana, asubuhi utaisikia sauti yangu, asubuhi nitakupangia dua yangu na kutazamia. Pumzi ya kwanza ya nafsi inapaswa kuwa kuwepo kwa Yesu. Pasipo mimi, anasema, hamwezi kufanya neno lolote. Ni Yesu ndiye tunayemhitaji. Nuru yake, uzima wake, roho wake anapaswa kuwa wetu daima. Tunamhitaji Yesu kila saa, na inatulazimu kuomba asubuhi kwamba kama jua liangaziavyo nchi na kuijaza dunia kwa mwangaza, vivyo hivyo jua la haki liweze kuangaza katika vyumba vya akili na moyo na kutufanya wote kuwa nuru katika Bwana. Hatuwezi kufanya chochote bila uwepo wake hata kidogo. Adui anajua pale tunapojiandaa kufanya mambo yetu bila Yesu, na anakuwepo hapo tayari kujaza akili zetu kwa mapendekezo yake maovu ili tuanguke kutoka katika utiifu wetu. Lakini ni shauku ya Bwana kwamba tukae ndani yake hatua kwa hatua, na hivyo kuwa wakamilifu ndani yake. Mungu amekusudia kwamba kila mmoja wetu awe mkamilifu ndani yake ili tuweze kuwakilisha kwa ulimwengu ukamilifu wa tabia yake. Anataka tuwekwe huru dhidi ya dhambi ili kwamba tusiaibishe mbingu, ili kwamba tusimsononeshe Mungu mkombozi wetu. Hataki tuukiri Ukristo huku tukishindwa kujiweka tayari kwa ajili ya neema ambayo kwayo anaweza kutufanya watakatifu ili tusipungukiwe na kitu. Maombi na imani vitakamilisha kile ambacho hakuna mamlaka duniani inayoweza kukikamilisha. Sisi ni mara chache katika mambo yote kuwekwa katika nafasi ile ile mara mbili. Tunaendelea kuwa katika mandhari mpya na majaribio mapya ya kupita, ambapo uzoefu wa zamani hauwezi kuwa mwongozo wa kutosha. Mara chache sana katika mambo yote tunaweza kubaki katika msimamo huo huo mara mbili. Lazima tuwe na nuru idumuyo kutoka kwa Mungu. Yesu hutuma daima ujumbe kwa wale watakaoisikiliza sauti yake. Ni sehemu ya mpango wa Mungu kutupatia katika kujibu maombi yetu ya imani kile ambacho hangetupatia kama tusingeomba hivyo. Mpendwa wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya kesha la asubuhi. Leo ni Februari 2 ya mwaka 2026, mada ikisema omba asubuhi. Na kwa nukta hiyo ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya mada hii siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo,
Pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kuwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Akiwapo Yesu si peke yangu, na nijapo tupo akali wangu, ajapo niongoza njia mbaya, niwapo na Yesu na shukuria. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Naweza pumzika hata kiyama, kisha nitakwenda kwake milele. Akiwapo Yesu furaha tele. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza